simanzi, kwa kweli majonzi. Nipo na moja kati ya waliofanya na marehemu Charles Martin Hilary, anti yangu Betty. Pole sana. Wewe ni moja kati Amina, wewe ni moja kati ya mwalimu wangu kwenye kazi hii, ukiwa sambamba kabisa na marehemu Charles Hilary. Kwake yeye ni pengo la aina gani alilokuachia? Kwake yeye kusema kweli ni pengo kubwa alilotuachia. Kwanza Charles tulimzoea ni mcheshi. Alafu kama familia yangu tulikuwa naye karibu sana. Na ndiye alikuwa MC katika harusi yangu. Na unajua Charles alikuwa anatangaza mpira. Katika utangazaji wake wa mpira alikuwa karibu sana na wachezaji wa mpira. Kwa hiyo hata kabla sijaolewa alikuwa rafiki yake mume wangu tayari. Na hata nilipoolewa akawa anasema kwamba kwa ukaribu nilionao mimi na Charles Boniface nitakuwa MC kwenye harusi yenu. Na alikuwa anapenda kutania, anasema katika Tanzania hii majina ya Charles ni wawili tu. Yeye Charles Boniface Mkwasa pamoja na Charles Hilary. Wengine wote ni kina Charlesi. Anasema wengi majina ya Charles wanashindwa kutamka ni kina Charlesi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tutavimisi sana kutoka kwake, ule ucheshi, ule ukaribu wa familia, kwa sababu Charles hata alivyokuwa yuko Uingereza anasoma, mimi wakati niko DC anaangalia habari zangu za wilayani, anauliza Betty kumetokea nini huko, mbona kuna hiki? Namsimulia, namueleza, ananipa moyo, ananishauri. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukaribu wetu haukukoma popote alipokwenda. Ndio. Leo ameondoka. Pengine lipi ambalo unaweza kuzungumza na tasnia wenzako? Umevuka, umekuwa mpaka DC. Nini ambalo unaweza kuzungumza hata na Watanzania? Nachoweza kuzungumza ni kwamba kwenye utangazaji kubali kujifunza siku zote, kama alivyokuwa anasema Charles. Na Charles alikuwa anajifunza siku zote pamoja na umri wake. Alikuwa kama kitu hajui atauliza, hataki kuonekana kujipoza kwamba yeye ni mzoefu, mtangazaji nguli. Anafuata kanuni za utangazaji, anafuata masharti ya utangazaji, anafuata sheria za utangazaji. Kwa hiyo siku zote, hata amekuwa mtu mkubwa sana kwenye maeneo mbalimbali anayokwenda kufanya kazi za utangazaji, kanuni alikuwa ameziweka mbele, alikuwa anazifuata. Tofauti sana kubwa siku hizi, watangazaji wengi na waandishi wa habari hawapendi kujifunza. Pamoja na kwamba wamerahisishiwa, vitu vingi viko kwenye mitandao, ile kugugu tu na kuangalia hiki kitu kinasemaje, nifuatilie vipi, wanaona vibaya, yani hawawezi. Wavivu sana. Lakini Charles Hilary amefikia pale kwa sababu ya kutaka kujifunza siku zote. Na ndivyo inavyotakiwa. Sisi wote siku zote tunatakiwa tujifunze. Sasa waandishi wa habari wafuate zile ethics alizokuwa anazifuatilia Charles Hilary. Kujifunza, kuelewa, kutangaza kwa ufasaha. Kicho kwa kinanifurahisha Kiswahili chake. Alikuwa anapenda sana kuongea Kiswahili fasaha. Mimi wakati Charles ameshaondoka, mimi bado niko ITV, niko radio pale. Ndio. Alikuwa kumbe anatufuatilia. Alafu anakupigia simu, wewe Betty, umezungumza Kihehe pale. Unafikiri na TV ya Kihehe, sikiliza hili linatamkwa hivi. Mashaallah. Kwa hiyo wale wote ambao unaona sasa hivi walikuwa watangazaji bora, mpaka sasa wanatangaza vizuri, wako vizuri, kupita mikononi mwa Charles. Kwa sababu na wao kama alivyoelekeza kwamba wakubali kujifunza, na wao wanajifunza. Kwa hiyo wakawa watangazaji bora, watangazaji wazuri. Kwa hiyo ni hicho ambacho ningependa sana tumuenzi Charles kwa hicho. Na unajua kuna wakati fulani aliniambia Betty, unajua nataka nitunge kitabu. Nikamwambia tena kutunga kitabu, ole wako uniache, useme ulikuwa MC kwenye harusi yangu. Sasa hiyo utaisema. Kwanza sasa kabla sasa tujapata habari ya msuru wake. Alinipigia simu akasema nimtumie picha zake zote ambazo kwenye harusi yangu ambazo yeye kaonekana. Mimi nikajua ni utani, nikaacha. Baada ya siku mbili akanipigia, akaniambia Betty, nitumie picha zangu zote ambazo zinaonekana kwenye harusi. Nikamwambia sasa kwa mpaka nifunue album. Nataka muda, akasema nazitaka. Siku hiyo kweli kabisa sasa ailishe kwenda kwenye mazoezi. Nitafute album, nitafute picha, nipige, nitumie.
ufanye mazoezi ya kutafuta picha. Kutafuta picha nikamtumia. Nilipomtumia kweli. Lakini pia niliposti wakati fulani miaka 36 ya ndoa yetu. Ndio. Tumia ile picha. Nikasema unajua sasa ilikuwa kila mtu anampa jina lake. Mimi jina langu alilokuwa ananiita siwezi kulisema kwa sababu ni matusi. Kwa hiyo akawa ameniandika ile nimefurahi sana kuona ametimiza miaka 36 ya ndoa. Mungu awabariki, awape maisha marefu, fike hata 50. Wow, ni message nzuri ambayo nimeacha. Umekuwa mwalimu wa wengi, wewe pamoja na marehemu Charles. Mengi ambayo umeyafanya, lakini bado wanahabari wanahamu ya kusikia kipi ambacho unaweza ukawaambia cha mwisho cha kusisitiza wanatuambia siku zote kisingizio kwamba dunia inabadilika. Dunia inafanya kazi, teknolojia inabadilika. Teknolojia inabadilika, lakini ethics za utangazaji zipo, hazibadiliki. Moja ya ethics za utangazaji ni kuwa na lugha fasaha. Sasa kama dunia inabadilika, kwa hiyo zile ethics za lugha fasaha zibadilike. Yaani badala ya kusema Nyerere niseme Nyerere, kwa sababu teknolojia inabadilika. Kwa hiyo ninachowaomba, ethics za utangazaji zipo. Katika kuwa mtangazaji mzuri, acha zile ethics. Tamka maneno kwa fasaha. Kuwa mwazi, usiwe mwoga. Unajua siku zote waandishi wa habari tunathubutu. Ndio maana popote pale unapowekwa kufanya kazi, unakuwa unafanya kazi vizuri sana. Mfano mimi nimekuwa mkuu wa miaka 10 yote toka tumeanza na JK mpaka nimemaliza naye. Hongera sana. Mpaka nimemaliza naye. Umefanya vizuri sana, hongera sana. Kabisa. Na hongera pia umekuwa mwalimu wangu. Wewe na marehemu Charles, umekuwa mwalimu wangu wa tangu awali, usielewe, kanielekeza mpaka hapa tulipofika au nilipofika, na washukuru sana. Na sisi tunashukuru kuona tuna mwanafunzi ambaye tunamfundisha yuko hapa. Tunaomba uendelee hivyo, upate zile ethics za utangazaji. Watu wote waliopitia mikoani yetu, Tanzania kwangu, na watangazaji wa kwa hiyo tunaomba msiende kwenye ule mkumbo watangazaji wengine wa sasa hivi ambao wamejipa utangazaji bila kuwa watangazaji. Sawa sawa, wamejipa utangazaji. Kwa hiyo tunaomba msiende kwenye sehemu kama naeleza awali kwamba wale wote ambao wamekuja mikononi mwetu ni wazuri, wako vizuri, wanafikia. Wewe mama ukiwa unamhoji mtu, unamuuliza kwa taratibu. Hata kama mimi nakuangalia kwenye vipindi vyako. Vile sivyo doctor sivyo nini, chumba cha upasuaji sio. Juzi mko mnamhoji yule mama nani, mmeenda kwa mama Nandi. Ndio ujue mimi nakuangalia. Asante, nashukuru sana. Hata kama unikuta mtu ana hasira, maana chako nacho ni risk. Unakuta mtu ana hasira anafanya kitu sasa sikiliza. Yani taratibu. Wala na wewe react. Kwa hiyo unajua kabisa huyu kafundishwa. Niko na teacher, watazamaji, niko na teacher. Labda unaniamini kwa sababu mimi kwako naendelea kuwa mwanafunzi. Ninapokuona na hamu ya kujifunza, lipi ambalo niweke nao? Tuna ethics za utangazaji. Unaona historia ya kuwekwa hewani au unaona ni faragha ya mtu. Usitoe analesi kwa yake yeye. Wake anaweza kukushika kama mwingine kwenye faragha yake. Hiyo iko pia kwenye kanuni za utangazaji. Watoto hawa wanalindwa na kanuni za kutoa picha zao. Kwa hiyo hizo zote ethics hizo zifuate, hizo zifuate. Basi mimi na imani kubwa na wewe unaweza ukaja kuwa na chombo chako kwa kila mtu alianza wapi na surprise hapa. Hiki ni chombo changu. Ukiona hii Mighty, hiki ni chombo changu. Hii ni surprise kabisa. Nakushukuru sana teacher. Sana teacher.